Habari zenu wa Tanzania. Hii video nilikuwa nataka kuongelea hiyo hotuba ya leo ya rais haramu wa Tanzania. Rais ambaye hana mamlaka. Rais aliyepora kiti cha urais. Rais aliyemwaga damu ili apate huo urais. Alipokuwa akihutubia kwenye bunge lililopatikana kwa damu za Watanzania. Wabunge waliopatikana kwa damu za Watanzania kumwagika. Cha kwanza kabisa, inabidi Watanzania muelewe kwamba hiyo hotuba aliyotoa Samia Suluhu leo haikuwa kwa ajili ya Watanzania haswa. Yani hakuifanya primarily kwa Watanzania, ilikuwa ni kwa sababu ya jumuiya ya kimataifa. Kwa sababu jumuiya za kimataifa mpaka dakika hii zimekataa, zimegoma kutambua urais wa Samia, kumtambua Samia kama rais wa Tanzania. SADC wametoa matamshi makali, UN wametoa matamshi makali, embassy nyingi zimetoa matamshi makali. Hawajatoa pongezi zozote. Nchi zilizotoa pongezi za kumpongeza Samia kwa kuwa rais, sidhani kama zinafika 4. Na hilo ndo tatizo alilonalo. Hana uhalali. Speech aliyofanya leo anatafuta uhalali. Bila huo uhalali, bila kuwa na uhalali wa kimataifa, itakuwa ni ngumu kwake hata kuendelea kuchukua hii mikopo ya kifisadi anayochukua kwa jina la nchi ya Tanzania, kama atakosa uhalali wa kuwa rais wa Tanzania. Sasa anautafuta uhalali. Mkatae kumpa uhalali. Mkimpa uhalali, ataweza kuendelea kuchukua mamikopo kwa jina la nchi ya Tanzania, mamikopo ya kifisadi, yani kila anasa zao wanazozifanya kwa mikopo hii. Anachokitafuta sasa hivi Samia ni urais wake uweze kuwa wa halali. Ndio maana mnamuona kama anarudi nyuma. Sio kama karudi nyuma kwa kitu chochote kile kingine. Anatafuta uhalali. Kwa sababu sasa hivi hana uhalali ndani ya nchi, hana uhalali ndani ya Tanzania, na haswa nje ya Tanzania hana uhalali. Sasa lakini Watanzania mtakapokubali kufanya naye maridhiano, mtakapokubali kutulia, mtampa uhalali. Na damu za Watanzania aliowaua zitakuwa zimeenda bure. Zitakuwa zimeenda bure. Ndio nchi yetu tunaitaka amani. Hakuna ambaye anataka amani kwenye nchi yetu. Lakini sio amani hii, ndugu zangu. Sio amani ya kutulia ndugu zetu kiasi hiki kwa kudai haki. Sio amani ya mtu kupora urais kwa njia aliyotumia Samia. Alifunga watu, aliteka watu, aliua watu ili apate urais. Mwisho akaja kuua maelfu ili apate urais. Alafu Watanzania mkubali kumove on. Ndugu zangu, mtakuwa mna akili ndogo, mtakuwa ni wajinga kiasi gani? Hii sio amani. Ndugu zangu, kama unataka amani, kama ni Mtanzania unataka amani, tafuta haki sasa hivi. Lazima haki itawale Tanzania. Ili tuweze kupata amani ya kweli. Watanzania, yoyote anayefikiri kurudi nyuma, yani kama kuna akili yako, naomba nenda X. Nenda kwenye mtandao wa X, pitia zile picha. Samia anaitisha, anasema uchunguzi ufanyike wa vile vifo. Uchunguzi ufanyike. Unatakiwa uchunguzi wa kimataifa, sio uchunguzi wa kufanywa na vyombo vya Tanzania, kamati anayoitengeneza yeye. Kamati anayoitengeneza yeye. Wote ni mafisadi wenzie. Wote ni watu waliopewa hela. Uchunguzi gani unaenda kufanya zaidi ya kiini macho? Anachowafanyia kwenye hii, anasema uchunguzi ni kama kiini macho alichowafanyieni kwenye uchaguzi. Jinsi ambavyo alilipa watu. Na inabidi muelewe sasa hivi wa Tanzania.
kama jinsi alivyotumia pesa za nchi za umma ili kufanya uchaguzi wa kiinimacho, kujaza watu kwenye yale mamikutano, mwisho wa siku wananchi wote wakatoka kuandamana. Ndio kitu ambacho anaenda kukifanya sasa hivi. Ataenda kutumia hela nyingi kutengeneza kiinimacho cha kwamba Watanzania wanataka maridhiano, cha kwamba Watanzania wamemkubali kama rais. Hela nyingi. Lakini Watanzania inabidi mkumbuke, mmepambana mpaka mmefika hapa ndugu yangu, msirudi nyuma. Mnakaribia kidogo kushinda. Inabidi pia mjue, mbali na kwamba kaifanyia hiyo speech jumuiya ya kimataifa, inabidi mjue Samia sasa hivi ana hali mbaya. Sasa hivi anapitisha ndege kwenye kambi za jeshi. Ulizeni watu ambao wanaishi, anazungusha helikopta tu, anazimonita kambi za jeshi ku make sure hakuna ambao wanatoka kwenda kumpindua. Ndio jinsi ambavyo hana amani. Lakini wananchi mkirudi nyuma tu, mtakuwa mmemsaidia. Ngoja niwaambieni kitu wa Tanzania. Hakuna urais wa Samia. And it's coming to an end. Kama Watanzania mtashikilia hapo hapo, urais wa Samia haupo. Na alichoongea leo ni maneno, hakuna kilichobadilika. Why am I saying that? Fisadi namba 1 Angela Kiziga alikuwa naye leo bungeni. Acha Angela Kiziga kuwepo, Abduli alikuwepo leo bungeni na alikuwa kasimama na Angela Kiziga. Yani hawaogopi, hawajali, kwa sababu wanajua wameshawatishieni kwa mitutu ya bunduki, mtatulia. Sasa hivi wanawapeni tu maneno matamu ili ionekane Tanzania kuna amani, ili wao waendelee na ufisadi wao. Watanzania msiwe stupid. Amani tunaitaka, ila sio amani ambayo haina haki ndugu zangu. Hiyo sio amani. Tunataka haki. Vijana wa Tanzania msirudi nyuma. Yani mmeshapambana, mko karibu, mnashinda. Msirudi nyuma. Na kwa vile ameshasema kwamba walioua waandamanaji walikosea, sikashasema. Kwa maana hiyo tarehe 9 Januari ataruhusu Watanzania waandamane kwa amani, kwa sababu kishasema yale kuua waandamanaji yalikuwa ni makosa na uchunguzi ufanyike. That means Disemba 9 tokeni muandamane kwa amani, kwa sababu ameshasema walikosea kuua watu. Watanzania, dada yenu nawaambia, mkirudi nyuma sasa hivi mtawapoteza watetezi wote waliojitolea kuwatetea. Watu walio risk maisha yao, walio risk vipato vyao kuwatetea. Msirudi nyuma. Shikilieni hapo hapo. Nyie ni wakupewa msamaha na muuaji aliowaua, aliowapiga, aliowafunga, aliyeteka watu. Yeye ndio anakuja kuwapeni nyinyi msamaha. Hayo ni matusi ya kiasi gani? Ni matusi. Baadaye yeye kuja kuomba msamaha, yeye ndo anawasamehe. Hiyo hakuna kitu kimenuma kama hiko ndugu yangu. Ambaye anatakiwa kusamehewa, yeye ndo anatoa. Yeye ndo anajifanya anasamehe na wanamsifia mama wa msamaha. Gen Z, komboeni nchi yenu. Msifanywe wajinga. Msifanywe